Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba nionyeshe marafiki zako, nitajua tabia zako. Nionyeshe marafiki zako, nitajua tabia zako. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Watu ambao hawako makini na watu wanaoambatana nao. Kuna watu ambao wanafanya urafiki na kila mtu. Kuna watu ambao wanashikamana na kila mtu. Lakini kumbuka, maisha ulionayo kwa sehemu kubwa yanaathiriwa na watu unaoambatana nao. Yanaathiriwa na marafiki unaoambatana nao. Watu wa namna gani ambao unaambatana nao? Ni marafiki wa aina gani ambao unaambatana nao? Na hao marafiki ulionao wana tabia gani? Na hao marafiki ulionao wanaongea nini? Hao marafiki ulionao mitazamo yao ikoje? Mitazamo yao ikoje? Ndio na watu matajiri mara nyingi huambatana na matajiri. Hakuna namna ambavyo tabia zako zinaweza kutofautiana na marafiki unaoambatana nao. Kwa sehemu kubwa, tabia ulizonazo zinachangiwa na watu unaoambatana nao, na watu unaotembea nao, na watu unaoshikamana nao, na watu unaoshirikiana nao kwenye mambo mengi. Na ndio bwana, kujua tabia zako ni rahisi tu. Nikijua marafiki zako nitajua tabia zako. Nikijua watu unaoambatana nao nitajua tabia zako. Nikijua watu unaoshikamana nao, unaoshauriana nao, nitajua tabia zako. Na ndio maana hakuna mzazi yote yule mzuri ambaye atakubali mtoto wake kuambatana na watoto wenye tabia mbaya, na watoto ambao hawana maadili mazuri. Maana najua kabisa kama mtoto wake akiambatana na watu wenye tabia mbaya, sio muda mrefu na yeye atakuwa hivi. Unatamani kupiga hatua kwenye eneo fulani la maisha yako? Tafuta watu ambao wana tabia hizo ambazo unatamani na wewe kuwa nazo. Nionyeshe marafiki zako, nitajua tabia zako. Nikijua tu marafiki zako, nikijua tu watu unaoambatana nao, ni rahisi sana kujua tabia zako. Huwezi kuwa unaambatana na wavuta bangi na wewe usiwe na wavuta bangi. Uwezekano huu ni mdogo. Maana ni rahisi sana kufanana, kuwa na tabia za wale ambao unaambatana nao. Mithali 13:20 nasema kwamba enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Kwa kama ukitembea na watu wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Maana ukitembea na watu wenye tabia mbaya, na wewe kuna uwezekano mkubwa kuwa na tabia mbaya. Ukitembea na watu ambao ni watukanaji, na wewe inawezekana kabisa ukawa mtukanaji. Ukitembea na watu ambao wanaishi maisha ya dhambi, na wewe inawezekana kabisa ukaanza kuishi maisha ya dhambi. Na ndio maana ukinionyesha marafiki zako, nitajua tabia zako. Maandiko pia yanasema kwamba chuma hunoa chuma. Chuma hunoa chuma. Wewe unawezaje kuambatana na watu ambao hufanani tabia zao? Kuongea kwako mfanani nao. Ni vigumu kwa mtu ambaye yuko smart, kwa mtu ambaye yuko makini. Sasa enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Enenda pamoja na wenye hofu ya Mungu na wewe utakuwa na hofu ya Mungu. Enenda na watu ambao wanatamani kuishi maisha ya utauwa na wewe utaanza kuishi maisha ya utauwa. Ukiambatana na watu ambao wana tabia mbaya, ukiambatana na waasherati, ukiambatana na watu ambao ni wazinzi, ukiambatana na watu ambao ni watukanaji, na wewe ni rahisi kubwa na uwezekano mkubwa sana ukaanza kufanana kama wao. Fikiria habari za wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu ambao waliambatana na Yesu kila anakokwenda.
Petro alipojaribu kuongea, wakasema kwamba hata kuongea kwako kuna kutambulisha kwamba wewe ulikuwa na Yesu. Alipojaribu kutembea, asema hata kutembea kwako kunaonyesha kwamba wewe ulikuwa pamoja na Yesu. Kwa kitendo cha wanafunzi wa Yesu kuambatana na Yesu usiku na mchana, kuliwafanya hata kuongea kwao kufanane na Yesu, hata kutembea kwao kukafanana na Yesu, tabia zao zikafanana na Yesu, kwa sababu waliambatana na Yesu usiku na mchana. Nionyeshe marafiki zako, nitajua tabia zako. Tabia za mitume zilianza kufanana na Yesu. Kuongea kwa mitume kulianza kufanana na Yesu. Kutembea kwa mitume kulianza kufanana na Yesu. Enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Kama ukitembea na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima, vivyo hivyo ukitembea na watu wenye tabia mbaya na wewe utakuwa na tabia mbaya. Ukitembea na watukanaji, kuna uwezekano mkubwa na wewe ukawa mtukanaji. Mara nyingi tabia za watu unaoambatana nao ni so contagious, they can be easily transmitted to you. Nionyeshe marafiki zako, nitajua tabia zako. Ni nani unayeambatana naye? Ni watu ni wakina nani unaoshikamana nao, ulioshibana nao? Kama uko smart, huwezi kuambatana na kila mtu. Utachagua watu wenye tabia ambazo unatamani kuwa nazo. Unatamani kuwa nazo. Nakumbuka kwamba sizungumzii kwamba unatakiwa kuchukua, no, siwachukie watu. Pende kila mtu. Lakini si vema kuambatana na, si vema kushikamana na kila mtu. Na hasa kama wewe huna nguvu ya kutosha, kwa sababu kuna watu wengine, kuna mtu akiingia kwenye kundi fulani, mazungumzo yao tayari yanabadilika kwamba mtu mwingine ameingia ambaye hapendi moja mbili. Nionyeshe marafiki zako, nitajua tabia zako. Uwe makini na watu unaoshikamana nao. Uwe makini na watu unaoambatana nao. Maana kuna uwezekano tabia ulizonazo zikaambia kwako, na wewe ukawa na tabia kama za kwao. Chuma unawachuma. Na ndio maana matajiri hutembea na matajiri wenzake. Wakiwa hapo wanabadilishana mawazo ya kuendelea kupata utajiri, ya kuendelea kuinuka zaidi, ya kuendelea kujikusanyia mali zaidi. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Lakini kama una marafiki unaopenda, washirikishe marafiki unaopenda mafundisho haya. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.